Halo boss, kuna mtu amekuja kuomba nafasi ya kazi. Mwambie aingie. Sawa boss. Alex, ni wewe? Sam. Mambo vipi ndugu yangu? Safi, nimefurahi sana kukuona hapa. Hata mimi pia nimefurahi sana kukuona. Wewe ndio umekuja kwa ajili ya interview? Ndiyo. Hebu acha utani Alex. Kwa uzoefu wako wa kazi, haiwezekani ukawa hauna kazi. Sam, maisha hayana formula ndugu yangu. Maana yanaweza kukuletea changamoto usizotarajia na zikakufanya urudi chini kimaisha. Ni kweli kabisa Alex. Sasa unaomba nafasi gani? Naomba nafasi ya logistics. Unamaanisha manager wa logistics? Ndiyo, lakini sikujua kuwa unafanya kazi hapa. Unajua, baada ya kampuni yetu ya zamani kufilisika, hii kampuni imenisaidia sana kujikwamua kimaisha, maana mimi ndio mkurugenzi mtendaji hapa. Wow, kama wewe ndio mkurugenzi mtendaji hapa, naamini itakuwa rahisi sana kwangu kupata hii kazi. Ndiyo, inatakiwa iwe rahisi kwa kupata kazi, lakini... Lakini nini? Alex, kuna jambo moja unapaswa kulielewa. Napaswa kuelewa nini Sam? Kumbuka sisi ni marafiki wa muda mrefu sana. Tunatakiwa kusaidiana. Baby, nasikia kama kuna mtu anakuja. Usiwe na wasiwasi. Huyu ni rafiki yangu. Kwa hiyo kuwa na amani. Sawa mpenzi. Karibu Sam. Asante sana. Naona unafurahia maisha na mtoto mzuri. Huu ndio muda wa kufurahia maisha ndugu yangu. Si unajua maisha ni mafupi. Hongera sana ndugu yangu. Huyo mtoto nilikuwa namfukuzia muda mrefu sana akawa ananikataa. Kumbe wewe ndio unampa jeuri. Unajua Sam, mimi ndo bosi hapa kwenye hii kampuni. Na bila shaka watoto wazuri wote wanatamani kuwa na mimi. Lakini usijali. Kuna watoto wazuri wengine ndani ya kampuni yetu. Kwa hiyo chagua mmoja unayemtaka uruke naye. Ila huyu niachie mimi. Sawa, lakini unajua nani anatoka na Anita? Wala hakuna haja ya kuniuliza hilo swali Sam. Bila shaka najua wewe ndo unatoka na Anita. Wala hujakosea Alex, mimi ndo natoka na Anita. Lakini si unajua kuwa kutoka kimapenzi na mfanyakazi mwenzako ni kinyume na sera za kampuni yetu? Ondoa shaka kuhusu hilo, hakuna atayejua au wewe ndo utaenda kuwaambia? Hapana, siwezi kufanya hivyo. Basi tulia, mimi nipo sawa na nimedhibiti kila kitu. Sawa, niambie, ni nini kimekuleta hapa? Sikia Alex, najua unafurahia maisha na mrembo wako, lakini na jambo muhimu sana la kujadili na wewe. Baby, tafadhali naomba utupishe kidogo. Mimi na rafiki yangu hapa, tuna jambo muhimu la kuzungumza. Sawa. Okay, hebu niambie kuna nini? Nimewasiliana na yule mtu wetu wa kati na amekubali kutusaidia, na mpango upo hivi. Amesema atatuma pesa moja kwa moja kwenye akaunti yetu ya kampuni, lakini baada ya miezi mitatu atahamisha $5,000 moja kwa moja kwenye akaunti zetu na kampuni haitagundua chochote. Sam, uko serious? Ndiyo kaka, mimi nipo serious. Lakini Sam, una uhakika gani kwamba tunaweza kumwamini huyo jamaa? Usiwaze kuhusu hilo kaka, mimi naamini tupo salama, wala hakuna cha kuogopa. Uliwashawishi vipi wale wawekezaji hadi wakakubali? Nilichofanya ni kuwaambia kuwa badala ya kununua mabegi ya shule, watakiwa wanunue vitabu na kalamu. Halafu swala la mabegi waiachie kampuni nyingine ilete. Na jambo la kufurahisha ni kwamba ubora wa mabegi ya kampuni hiyo nyingine ni wa chini sana, kwa hiyo tutapata pesa nyingi sana. Wow, sasa wataleta lini hizo bidhaa? Nadhani hadi kesho watakuwa tayari washaleta huo mzigo. Kwa kweli nimevutiwa sana na huo mpango. Yaani wewe ni mjanja sana. Mimi sio mjanja tu, mimi ni fisadi mzoefu. Yaani kwa kifupi, mimi ni mtu hatari sana Alex. Nakubali ndugu yangu. Basi tutaonana kesho, huo mzigo ukifika, acha nikuache. Poa mshikaji wangu, lakini kuwa makini. Usiwazi kuhusu hilo, sasa hivi unatakiwa kuwaza kupiga pesa tu. Huu ndio wakati wetu wa kutengeneza pesa. Alex, huu ndio muda wa kuiba ile template. Boss tayari ametoka, twende tukapige picha.
Una uhakika ameondoka? Ndiyo, nina uhakika 100% bosi ameondoka. Umezima kamera? Ndiyo, tayari nimezizima. Basi sawa, twende. Fanya haraka mzee. Vipi, bado kuna usalama? Usalama upo. Vipi, umeipata? Bado sijaipata. Tafadhali fanya haraka. Sam, meneja anakuja. Anakuja? Ndiyo, anakuja. Tafadhali fanya haraka. Nilisema hakikisha nyaraka zimewasilishwa kwa mhasibu kwa ajili ya ukaguzi kabla ya kuzituma kwa meneja mkuu. Fanya haraka mzee, meneja anakuja. Nimeipata. Umeipata? Ndiyo. Ipige picha faster. Umeelewa? Sawa. Alex, itakuwaje kama atahitaji kuingia umuchoni kwake kujisaidia? Tayari nimeshashughulikia hilo, kwa hiyo hawezi kuingia humu. Gari langu? Mungu wangu, imekuwaje nikasahau? Ameondoka? Ndiyo, ameondoka. Kwani umwambiaje mpaka kaondoka? Nimemtumia meseji kuwa taa za mbele za gari lake zimewashwa. Uwe ni genius kaka. Ufisadi ndiyo taaluma yangu. Unajua Alex, mimi na wewe tuna historia ya kutisha sana kwa kuzingatia yale tuliyofanya kipindi cha nyuma. Na hiyo ndio sababu unatakiwa kupata hii kazi kiulaini. Sam, kulingana na historia yetu, mimi natakiwa kuanza kazi sasa hivi. Lakini pia, nataka ofisi yangu iwe kubwa kama hii ya kwako. Hapana Alex, historia yetu ndio sababu inayonifanya nisikuajiri. Unamaanisha nini Sam? Namaanisha siwezi kukupa hii kazi. Lakini mimi na wewe tumetoka mbali sana Sam. Na hilo ndio tatizo linalonifanya nisikuajiri. Sikia Alex, hii ni biashara ya familia. Na mjomba wangu amejenga hii biashara kutoka sifuri hadi hapa ilipo. Na kwa upendo aliokuwa nao kwangu, amenifanya mimi kuwa mrithi wake. Hivyo siwezi kuruhusu mtu yeyote aje kuiharibu. Kumbuka, matendo yetu ya zamani ndio yaliangusha kampuni yetu ya zamani. Samahani sana Alex, maana siwezi kuruhusu hilo litokee tena kwenye kampuni hii ya familia yangu. Lakini kumbuka ule wizi tulikuwa tunaufanya pamoja. Alex, mimi na wewe tulikuwa washirika zamani, lakini kwa sasa siwezi kuruhusu uje ulete ufisadi wako kwenye kampuni hii ya familia yangu. Sam, mimi ni rafiki yako. Tafadhali naomba unisaidie. Alex, najua wewe ni rafiki yangu, lakini siwezi kukubali urafiki wetu uharibu maisha yangu. Mbona unakuwa mzito kuelewa? Lakini Sam, nahitaji hii kazi. Hapana, hakuna kazi hapa. Naomba uondoke. Yaani Sam, unanifukuza ofisini kwako? Ndiyo, nakufukuza. Ondoka.